Na hii ndio sababu mtu lazima uwe na mtu wa kukukemea, uwe na baba wa kukuonya au baba wa kiroho. Kwa sababu katika maisha ya wokovu ni sawa na maisha ya mwili. Mwanadamu anapozaliwa bado mtoto mdogo, kuna mambo mengi anayofanya mistake. Kwa sababu kuna watu waliomtangulia katika maisha. Kuna watu waliomzaa. Lazima huyu mtoto anaoneshwa, anaelekezwa. Ndivyo yalivyo na maisha ya wokovu. Wakati vijana wanaingia katika wokovu, jaribu kuwa makini sana kujipeleka mwenyewe peke yako. Ukashindwa kuwa na watu wa kukuonya unapokosea, wa kukufokea, wa kukukemea, wa kukushauri na wa kukurudisha katika mstari. Kwa sababu vijana wengi sana baada ya kuokoka na kuanza kusoma Biblia, waga wanaingiwa na wazo la kuona kwamba wazee waliotangulia hawajui. Kuna mambo mengi hawayajui. Kwa sababu ya kusoma Biblia, kwa sababu umeshaanza kuhubiri, umeshaanza kufundisha watu, umeshaanza kusikilizwa na watu, unaanza kujisahau kwamba au wazee na wao kuna kipindi walipita nafasi, kipindi kama hicho ambacho wewe upo miaka kabla hujazaliwa. Kibibilia mtu mara nyingi waga lazima, ili aende vizuri, lazima awe na watu wa kumuonya na kumuelekeza katika mambo ya Mungu. Na ninyi mabinti wengi ambao wanahubiri, msipokubali kuonywa na kuelekezwa, msipokubali kuwa na watu wa baba wa kuwakemea mnapohubiri au mnapokosea, mara nyingi inakuja ni maanguko. Na baba wa kiroho wa mtu sio mpaka awe ni mtu mzee peke yake. Kuna kijana anaweza akawa amehubiri sana, na vijana wengi, mabinti wengi wakaokoka ama wakamuelewa Mungu kupitia neema ambayo Mungu amempa ya kuhubiri na kufundisha, na yeye akawa na watoto wa kiroho kupitia injili anayohubiri. Sasa usidharau huyo, kwa sababu ni kijana, hawezi akawa baba yako wa kiroho. Maana baba yako wa kiroho ni mtu aliyekufundisha mambo ya Mungu, ni mtu aliyekufundisha njia ya wokovu ipasavyo. Haijalishi awe ni mtu mzee, haijalishi awe ni kijana. Sasa vijana wengi wanakosea wanapoona mtu bado ni kijana na aliwasaidia katika mambo ya kiroho, wanaanza kumdharau. Still ni baba yako wa kiroho. Na kijana yeyote unayenisikiliza, utakubaliana na mimi ninaposema ya maneno. Hata kama unaweza ukajiona uko mtakatifu, unapendwa na Mungu, unahubiri injili kiasi gani, kuna nyakati ukiwa peke yako unakuta mistake unayofanya yako mengi yanahitaji kuwa na mtu ambaye alipaswa kukuonesha mapema kabla hujayafanya. Hutowaambia watu, lakini kuna vitu vingi ambavyo vijana wanafanya ambavyo vijana walipaswa kuwa na mababa wa kiroho wa kuwaonya na kuwakemea. Jaribu kumweka mtu ambaye atakukemea wakati ambapo unakosea. Hata kama una naye, jaribu kutafuta mtu kama huyo. Maana wewe bado ndani ya wokovu, ukiwa na miaka mingi ndani ya wokovu, ni miaka 5, ikizidi sana 6, ikizidi sana 7,
ikizidi sana 8, haujafikisha hata miaka 10 ndani ya wokovu, haujafikisha hata miaka 15 ndani ya wokovu. Kuna mambo mengi ambayo kijana unayenisikiliza au yajui. Kuna mambo mengi unahitaji kusaidiwa, lakini tatizo linakuja pale kwa mababa wa kiroho. Tatizo linakuja kwa hawa wanao waongoza watu. Kibibilia unaruhusika kuachana na mtu anayekupa mafundisho potovu ya kukutoa katika mstari wa Kristo. Siku hizi wachungaji wengi na wazee wa kanisa wengi ndio wanaongoza, wanaojiita mababa wa kiroho ndio wanaongoza kuwapoteza watoto wao wa kiroho. Sasa utakuwaje hata kama ulimhubiria huyu kijana ama huyu binti ukampa wokovu, ukamletea neema, sio kumpa wokovu, ukamhubiria Kristo akapata neema ya wokovu, lakini wewe ukaharibika, unaanza kuzini na mabinti, lakini huku wewe ni baba wa kiroho wao mabinti, unaanza kuchanga neno la Mungu na mafuta na chumvi, unaanza kutumia uchawi ndani ya kanisa ama ndani ya chumba cha maombi, unatumia usharati. Ni baba wa kiroho lakini anaongoza kuwachonganisha watu. Ni baba wa kiroho lakini anawaachia hawa watoto wa kiroho waje kama wanavyotaka kanisani, wavae kama wanavyovaa kanisani. Wanaweka uzembe katika mambo ya wokovu, hawataki kujisimamia katika maombi. Baba wa kiroho kama huyo, ni lazima watoto wako wa kiroho watakuacha tu. Ni makosa kuzidi kubaki na baba wa kiroho ambaye anazidi kukupoteza katika maisha yako ya wokovu. Ndio kwa maana leo vijana wengi hawana mababa wa kiroho, maana mababa zao wa kiroho wengi wameshaachana na Mungu, wameshaanguka, wametoka katika imani. Na vijana na mabinti na wao wanapojiona wanaanza kuhubiri, wanaanza kufundisha, na wao wanajiona wahitaji baba wa kiroho, wanaona kwamba wameelewa maandiko. Haujaelewa maandiko. Bado kingali mchanga katika wokovu. Unahitaji baba wa kiroho kama vile unahitaji baba wa mwili, ndivyo unahitaji baba wa kiroho. Neno la Mungu linasema kanisa linajengwa na karama tofauti tofauti. Karama ya huyu inajenga huyu. Unaweza ukasema sasa mimi sina baba wa kiroho, nitafanyaje? Tafuta mtu ambaye una uhakika naye, na kama Mungu anakuprove kwake, au anakuonya, au anakushauri unapokosewa, au anakukemea na kukufokea, ndipo utatembea vizuri. Maana kuna kuanguka kwengine mtu hajui kama ameanguka. Kuna makosa mengi mtu hauelewi, haujui kama umekosea, lakini yule baba yako amesha kuona mapema. Lakini mababa kama washarati, mababa wazinzi, mababa wengine wachungaji, walimu, wainjilisti, makanisa mengine yanawafundisha watu mwe munanena kwa lugha hivi, hapana. Hao sio mababa ambao unabidi kubaki nao. Wezi, mabinti na vijana, kubali kuonywa, kubali kushauriwa na kukemewa. Haujakaa ndani ya wokovu, bado uko mchanga. Unahitaji mtu, unahitaji baba wa kiroho. Hata kama ni kijana aliyekuhubiri na ukaokoka, naye kufundisha na kukusaidia, bado ni baba yako wa kiroho. Neno la Mungu linasema heri wawili kuliko mmoja.